madhara ya kuwa na kirusi cha HPV ama HSV katika mwili wako. Ndiyo, inawezekana umeshasikia kwa watu wengi sana kuhusiana na virusi hivi. Sasa je, katika mwili wako vinapokuwa ndani, kipi ambacho huwa kinajitokeza ama huwa kinatokea? Ukweli ni kwamba ukishakuwa na changamoto kama hii mwilini, basi tarajia kwanza kupata vipele aidha vyenye asili ya majimaji au kama malengelenge ya kuungua au kupata vinyamanyama, kwa sababu hapa nazungumzia virusi vya aina mbili tofauti. Hivyo unapopata vipele vya namna kama hii huwa vinajitokeza sasa sehemu za siri. Ikiwa hii tunasema kwamba ni changamoto ambayo uliipata labda kupitia kujamiana kwa maana kushiriki tendo, lakini pia wapo ambao huwa inajitokeza katika sehemu za mdomo ama sehemu mbalimbali za mwili. Hayo ni madhara ya kwanza ambao huwa yanajitokeza baada tu anakuwa na kirusi katika mwili wako. Hivyo ukiona dalili ya kuwa na hali kama hizi, basi tambua kuwa tayari kirusi kiko ndani katika mwili wako. Lakini pia kwa baadhi ya wanaume huwa na changamoto za kuanza kuto kushiriki tendo vizuri, kwa maana maumbile kuanza kulegalega, kuto kusimama kwa ule uimara ambao unatakiwa. Nikwambie tu ya kuwa mpaka unapata hali kama hizi ni matokeo ya ulaji pia mbovu ambao umeanza kujitokeza katika mwili wako, lakini pia ni matokeo kuwa nako kirusi katika mwili wako. Hivyo unapohitaji kuweza kupata matibabu, usisahau pia kuweza kugusia katika upande wa vyakula, kwa sababu hii pia itakusaidia kuweza kutengeneza ulinzi imara na hizo changamoto kuweza kuisha moja kwa moja. By the way, nimekuwa nikiwasaidia watu wengi sana changamoto kama hizi, na program zangu ni 2 tu. Tunaanza na matibabu kwa maana ya dawa sahihi, lakini pia hatuwezi kuacha programu ya vyakula. Ikiwa unahitaji kuweza kujumuisha nasi katika kupata matibabu sahihi, basi kisha unanitafuta leo kupitia namba ambayo inapita hapa kwenye screen ama namba ambayo iko bio ili uweze kuanza matibabu. Nikukumbushe tu ya kuwa unapojitibia leo hii unalinda afya yako na afya uwapendao.